Ni Jumatano Juni 4 mwaka 2025 kutokea bungeni jijini Dodoma. Leo hii ni uwasilishwaji wa makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Fedha kwa mwaka 2025-2026 ambaye alikuwa akiwasilisha ni Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye huyu ni mbunge na waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bwana, nakupitisha katika dondoo mbalimbali kwa yale ambayo yalikuwa yakizungumzwa moja kwa moja kutokea bungeni jijini Dodoma na Mwigulu Nchemba. Na mnukuu anasema kwamba kwa mwaka wa fedha 2025-2026 Wizara ya Fedha imekadiriwa kutafuta na kukusanya jumla ya shilingi trilioni 50.17. Kati ya kiasi hicho, Mamlaka ya Mapato Tanzania inatarajiwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 34.10, misaada shilingi trilioni 1.7, mikopo nafuna ya kibiashara kutoka vyanzo vya ndani na nje shilingi trilioni 14.95 na maduhuli shilingi bilioni 53.54. Ambapo pia Waziri Mwigulu Nchemba akasema kwamba hadi Aprili mwaka 2025 wizara imelipa kwa wakati shilingi bilioni 315.08 kama mafao ya kiinua mgongo baada ya kupokea nyaraka zilizohakikiwa na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi. Aidha, michango ya kisheria ya kila mwezi kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii iliwasilishwa kwa wakati na malipo ya kila mwezi ya pensheni ya mifuko ya hifadhi ya jamii yalifanyika kwa wakati baada ya kupokea hati za madai. Huyo ni Waziri Mwigulu Nchemba. Lakini pia akasema hadi Aprili mwaka 2025 ujenzi wa jengo la wizara kati ya mji wa serikali Mtumba umefikia 93% na jengo la ofisi za wizara katika mkoa wa Geita umekamilika na kuanza kutoa huduma. Aidha, wizara ilitoa jumla ya shilingi bilioni 6.88 kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya taaluma na hosteli za wanafunzi katika taasisi za elimu zilizo chini ya wizara. Vile akasema kwamba katika kipindi cha Julai mwaka 2024 hadi Aprili mwaka 2025 wizara ilifanikiwa kuandaa miongozo mbalimbali ya kisera, kisheria na kitaalamu, ikiwemo mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2025-2026. Aidha, jumla ya ridhaa ya matumizi iliyotolewa ni shilingi trilioni 38.10, ambapo kati ya kiasi hicho shilingi trilioni 25.14 ni matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 12.96 ni matumizi ya maendeleo. Aidha, kati ya fedha zilizotolewa jumla ya shilingi bilioni 996.5 zimetolewa kwa ajili ya malipo ya madeni ya wakandarasi shilingi bilioni 918.8, wazabuni shilingi bilioni 38.4 na watumishi wa umma shilingi bilioni 38.8, ameweza kusema Waziri Mwigulu Lameck Nchemba leo hii bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha makadirio ya bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka 2025-2026, ambapo sasa vipaumbele katika bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka 2025-2026, namba moja ni kutafuta na kukusanya mapato ya jumla ya shilingi trilioni 50.98, kuhudumia kwa wakati deni la serikali linalotarajiwa kuiva shilingi trilioni 14.22, kujenga mfumo wa pamoja wa kutoa ankara za malipo ya serikali ili kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato. Namba 4, kuboresha, kuunganisha na kuimarisha usalama wa mifumo ya kielektroniki ya usimamizi wa fedha na mali za umma. Na 5, kuandaa sera za usimamizi wa mali za umma. Hivyo ndivyo vipaumbele vya mpango na bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka 2025-2026 ikiwa imewasilishwa leo hii bungeni jijini Dodoma na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Hii ni Mbayu TV. Nikusihi kama bado hujasubscribe basi hakikisha kwamba una subscribe katika YouTube channel yetu. Lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa. Mimi ni David Edward.